Baadhi ya mawakili na wanagenzi wa sheria waliandamana jijini Nairobi kulalamikia visa vya dhuluma za ngono. Mawakili hao waliotatiza usafiri kwenye barabara ya Gitanga wanasema kuwa licha ya kuwasilisha malalamishi, hatua dhidi ya mawakili wanaodaiwa kuhusika hazijachukuliwa. LSK imethibitisha kupokea malalamishi na kupendekeza kesi hizo kuchunguzwa na DCI. Gatete Njoroge anaarifu. Shughuli za usafiri katika barabara ya Gitanga zilitatizika. Mawakili na wanagenzi wa sheria wakiandamana kudai haki, wakilalamikia dhulma za kingono. Wanadai visa hivi vimeendelea bila ya kushughulikiwa, swala linalotia doa taaluma hiyo. Mawakili ndio wanapaswa kuwa wakitetea haki za watu ambao wanafanyiwa sexual harassment, lakini sisi ndio victims. Kwa hivyo tunajiuliza kwamba LSK iko wapi? The manner in which my complaint was handled was irregular. This is not a small issue. This is not something to be neglected. Mawakili hawa wakisisitiza hawatasalia kimya na kuahidi kutafuta haki mahakamani. After school we are coming to join this profession. We are asking one question: in whose hands? In whose hands? We march so that future advocates will not have to trade their bodies, their dignity for opportunities. We march so that reporting harassment will not feel like professional suicide. LSK imedhibitisha kupokea malalamishi na kusema ni jukumu la kamati ya kushughulikia malalamishi kuchunguza na kuchukua hatua. The report by the tribunal is that the chairperson recommended that this matter be undertaken investigation by the investigating authorities in Kenya, which are the Directorate of Criminal Investigations. Taarifa kutoka kwa rais wa LSK Faith Odhiambo mapema wiki hii iliashiria ushirikiano na mashirika mengine kuwasaidia waathiriwa kupata haki. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.